Eneo la 7 tunalohitaji kufanyia kazi ni kujenga kanzidata madhubuti ya taarifa za walipa kodi. Walipa kodi wa sasa na walipa kodi tarajiwa. Na twende kuangalia mtu mmoja mmoja, mashirika na taasisi, na kufanya jitihada za kuongeza idadi ya walipa kodi kama njia ya kupunguza mzigo wa kodi. Na hapa napenda kukubaliana na maoni ya sekta binafsi, na ni vema wizara zetu, Wizara ya Fedha, lakini pia Wizara ya Mipango na Uwekezaji, kuzingatia sana ushauri uliotolewa kuhusu elimu kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia kupunguza gharama za kurasimisha biashara ili zitoke kutoka sekta isiyo rasmi kwenda kwenye sekta rasmi. Lakini vile vile rai iliyotolewa ya kuangalia kipengele cha 28B kuhusu ofisi ya Tax Ombudsman ni muhimu, nacho kirejewe. Lakini eneo lingine ambalo ningeshauri liangaliwe ni mbinu. Lazima tubuni mbinu za kukabiliana na changamoto ya kilojistiki na kisiasa katika utozaji wa kodi katika sekta isiyo rasmi. Na mwisho, ni lazima tuweke mfumo thabiti wa usimamizi, ufuatiliaji na upimaji kwa taasisi za kodi na zile za usimamizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nadhani sote ni mashahidi kuwa serikali ya awamu ya 6 ambayo anaiongoza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wa sekta binafsi katika uwekezaji, na hivyo imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara nchini kupitia utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini ili sekta binafsi iweze kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wetu. Kupitia mpango huo, ada na tozo kero, tunaita tozo kero, Mheshimiwa mgeni rasmi, takriban 380 zimefutwa na baadhi zimepunguzwa. Serikali itaendelea kuhakikisha uhimilivu wa viashiria vya uchumi jumla, kuwa na sera za kodi ambazo zinatabirika na kuainisha tozo na ada mbalimbali zinazotozwa na wizara na mamlaka za udhibiti kwa lengo la kupunguza na kuimarisha usimamizi na kuanzisha vile vile matumizi ya tehama ili kuweka urahisi wa kulipa kodi hizo, lakini pamoja na kufanya biashara kwa ujumla.